Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Uchumi wa mataifa ya Afrika unadaiwa kukua, lakini bado umaskini haupungui. Lakini je, mwaka 2026 itakuwa tofauti? Endelea kuwa nami uweze kufahamu kupitia hapa The World News. Kupitia makala ya shirika la habari la BBC imeeleza kwamba katika miongo miwili iliyopita, Afrika imekuwa moja ya maeneo yanayokuwa kwa kasi kiuchumi duniani, ikiwa na wastani wa ukuaji wa pato la taifa wa kati ya 5.5% na 4.5% kwa mwaka. Kadri tunavyoelekea mwaka 2026, matarajio ya ukuaji wa uchumi yameendelea kuwa mazuri. Ripoti ya Benki ya Dunia ya mwaka 2024 inaonyesha kuwa eneo la kusini mwa jangwa la Sahara ilikuwa kwa 3.8% mwaka huo, na inatarajiwa kufikia kati ya 4.1% hadi 4.3% katika kipindi cha mwaka 2026-2027. Hata hivyo, takwimu hizi za uchumi wa juu hazionyeshi hali halisi ya watu wengi. Zaidi ya Waafrika milioni 460 bado wanaishi katika umasikini uliokithiri, wakiwa na kipato kisichozidi dola 2.15 kwa siku, kiwango kilicho juu kuliko ilivyokuwa miaka 15 iliyopita licha ya ukuaji. Hili ni fumbo linalowatatiza wachumi. Kwa nini uchumi unakuwa lakini maisha ya wananchi wa kawaida hayaonekani kuboreka? Hata katika nchi zinazofanya vizuri kama Tanzania, Rwanda na Ethiopia, ukuaji unaonekana katika miundombinu, huduma za usafiri, uwekezaji wa miji na ukuaji wa sekta za fedha. Lakini kwa upande wa kaya masikini, gharama za maisha, mfumuko wa bei, mishahara duni na ajira zisizokuwa na uhakika vinafanya rasilimali zisifike chini. Tofauti kati ya uchumi wa namba na uchumi wa maisha inaendelea kupanuka. Tatizo hili lina mizizi yake katika mifumo ya kiuchumi, kijamii na kisera ambayo kwa miongo kadhaa imejengwa juu ya unyonyaji au utegemezi. Hata nchi zinapopata mikopo au misaada mikubwa kutoka nje, mara nyingi fedha hizo hazibadilishi uzalishaji wa ndani, bali huenda kulipia madeni, mishahara ya juu serikalini au miradi isiyokuwa na matokeo makubwa kwa wananchi. Ndio maana hata tunapokuwa na ukuaji haujumuishi. Tunapoingia katika mwaka 2026, wachumi wa Afrika wanakubaliana kwamba tatizo si kwamba Afrika haikui, tatizo ni kwamba haikui kwa namna ambavyo inaondoa umasikini. Kwa mantiki hiyo, mada hii haiepukiki. Kwa nini takwimu za juu hazionekani kwenye mkoba wa mwananchi wa kawaida wa Afrika? Kuhusu suala la ajira, idadi ya watu na gharama za maisha, mizizi ya umasikini inagoma kupungua. Changamoto ya kwanza ni kwamba ukuaji wa Afrika hauzalishi ajira za maana. Benki ya Dunia inaonyesha kuwa kwa kila 1% ya ukuaji wa pato la taifa katika Afrika, umasikini unapungua kwa wastani wa 1% tu, wakati wastani wa dunia ni zaidi ya 2.5%. Hii inaashiria kwamba uchumi wa bara unasukumwa zaidi na sekta zisizo na ajira nyingi kama uchimbaji madini, utendaji wa serikali au miamala mikubwa ya kifedha. Kwa upande mwingine, sekta zinazoajiri watu wengi kama kilimo bado zina tija ndogo, hazina teknolojia ya kisasa na hazina thamani ya juu yenye kuingiza fedha kwa wakulima. Japo kilimo kinachukua zaidi ya 55% ya ajira barani Afrika, kinachangia chini ya 20% ya pato la taifa katika mataifa mengi. Zaidi ya hapo, idadi ya watu barani inazidi kuongezeka kwa kasi ya kipekee duniani. Kwa mujibu wa United Nations Population Division, bara linaongeza takribani watu milioni 30 kwa kila mwaka. Hii ni neema ya nguvu kazi, lakini pia shinikizo la ajira, chakula, makazi, elimu na huduma za afya. Wakati uchumi unakuwa kwa 3.5%, idadi ya watu inakuwa kwa karibu 2.7%. Kwa maana hiyo, faida ya ukuaji wa pato la taifa kwa mataifa husika inapunguzwa na idadi ya watu, na pato kwa mtu mmoja mmoja, GDP per capita, hubaki chini ya viwango vinavyoweza kubadilisha maisha. Ndio maana hata pale ukuaji unapoonekana, hali ya watu wengi hubaki ile ile. Gharama za maisha zimekuwa kwa kiwango kikubwa, na ripoti ya African Pulse ya Aprili mwaka 2024 inaonyesha kuwa mfumuko wa bei wa chakula katika nchi nyingi za Afrika Mashariki ulikuwa juu ya 20%, huku bidhaa za msingi kama unga, mafuta ya kupikia, sukari na maharage zikipanda viwango vya juu zaidi ndani ya kipindi cha miaka 7. Hii ina maana kuwa hata kama watu wanapata kazi, mishahara yao inalipwa na mfumuko wa bei. Nchi kama Nigeria, Ghana, Ethiopia na Afrika ya Kusini zimekumbwa na kushuka kwa thamani ya sarafu, hali inayopandisha gharama za biashara zinazoagizwa kutoka nje.
Matokeo yake ni kwamba uchumi unakuwa, lakini wananchi wanabakia bila mabadiliko halisi ya maisha. Changamoto nyingine ni kwamba mataifa mengi ya Afrika yanategemea sana fedha kutoka nje kuliko ukuaji wa uzalishaji wa ndani. Takwimu za IMF za mwaka 2025 zinaonyesha kuwa zaidi ya nchi 20 barani ziko katika hatari ya kufilisika au tayari zinakabiliwa na mzigo mkubwa wa deni. Katika baadhi ya mataifa, zaidi ya 40% ya mapato ya serikali yanaenda kulipia riba na marejesho ya mikopo badala ya kuwekeza katika huduma za kijamii au uzalishaji wa ndani. Kwa mfano, Ghana ilitumia zaidi ya 50% ya mapato yake ya ndani kulipia madeni katika mwaka 2024, hali iliyolazimu kufanyika kwa marekebisho makubwa ya kiuchumi. Afrika Mashariki, nchi nyingi ikiwemo Tanzania, Kenya na Uganda zinategemea kwa kiwango kikubwa misaada au mikopo yenye masharti nafuu kufanikisha bajeti zao katika mwaka wa fedha 2024-2025. Tanzania ilitegemea fedha za nje kwa karibu robo ya bajeti yake. Kutegemea nje hakumaanishi tatizo, lakini kunajenga muundo wa uchumi unaosimama kwa miguu isiyo yake. Wakati mikopo inapochelewa au masharti yanapokuwa magumu, uwekezaji wa ndani unadumaa, ajira haziongezeki na uzalishaji wa ndani haupanuki. Tatizo pia ni aina ya uwekezaji unaoingia. Miji ya Afrika imeona miundombinu mikubwa, barabara mpya, madaraja, viwanja vya ndege, majengo marefu, lakini miradi hii ingawa ni muhimu, mara nyingi haizalishi ajira endelevu. Baada ya kujengwa, ajira nyingi na ni za muda mfupi. Bila sekta ya viwanda, kilimo chenye tija, teknolojia na uzalishaji wenye thamani kubwa, Afrika itaendelea kuona ukuaji wa juu wa pato la taifa bila kupata manufaa kwa kaya za kawaida. Wachumi wanaita hali hii jobless growth, yani ukuaji usiozalisha kazi. Sababu ya mwisho inayozidisha tatizo ni utawala wa usambazaji wa rasilimali. Ripoti za Africa Development Bank zinaonyesha kuwa zaidi ya 65% ya utajiri mpya barani huenda kwa 10% ya watu walio juu kiuchumi. Hii ina maana kuwa hata pale uchumi unapokuwa, mgawanyiko wa keki hauwi sawa. Ukosefu wa mifumo madhubuti ya kodi, uvujaji wa mapato, rushwa na upendeleo wa kisiasa vinafanya fedha zinazopatikana zisinufaishe wengi. Zaidi ya hapo, sera nyingi za kiuchumi barani zinategemea mipango ya muda mfupi badala ya mpango wa uzalishaji wa ndani miaka 20 ama zaidi ya hapo. Ni vigumu kugundua umasikini bila uchumi wa viwanda, bila elimu na stadi kwa vijana na bila mifumo ya kijamii inayowakinga watu masikini. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Tumekuwa tukiangazia namna uchumi wa Afrika unavyozidi kukua, lakini bado hali ya umasikini bado iko vile vile. Kwa maneno mengine, uchumi unakuwa juu lakini unateleza chini kabla haujafika kwa watu. Ndio maana licha matarajio makubwa ya mwaka 2026, mustakabali wa kupunguza umasikini utategemea uwezo wa mataifa ya Afrika kubadilisha muundo wa uchumi wao, si tu kuongeza ukuaji, bali kufanya ukuaji huo kuwa jumuishi, wenye ajira, wenye tija na wenye usawa. Kadri tunavyosogea kuelekea 2026, picha inaonekana wazi. Afrika inakuwa kimahesabu lakini sio kimaisha. Na tatizo si kasi ya ukuaji, bali ubora wake. Na swali pekee lililosalia ni hili: Afrika inaweza kukua lakini inaweza kuwafanya watu wake kuwa matajiri? Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuwajua ni nini kinachojiri duniani.